Sasa hivi wanaotekwa si tu wa Tanzania bali hata wale waliokuwa nje ya Tanzania na wakajaribu kupaza sauti zao, basi kinachowakuta ni ngumu kuamini. Unaambiwa kuna binti ambaye huyo unamuona hapo aliweza kukamatwa na mwenzake, ambaye mwenzake alipatikana akiwa mahututi na amepigika sana. Aliyekamatwa ni Boniface Mwangwi wa Kenya. Yeye alikamatwa, lakini kuna huyu mwanaharakati mwingine wa Uganda anaitwa Agata. Yeye huyu bado hajapatikana, ingawa mwenzake kapatikana baada ya Wakenya kuandamana mpaka kwenye ubalozi wa Tanzania wakimtaka ndugu yao. Sasa tunataka tujue kuhusu huyo binti, ni nini hasa kilichopo nyuma ya huyu binti, na askofu ana ujumbe gani kuhusu huyo binti. Sasa askofu anasema tunaitaka serikali muachie Mganda aliyekamatwa kwa kuja kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Baada ya kuachiwa kwa Boniface Mwangwi wa Kenya, sasa tuelekeze utetezi wetu kwa Agata, raia wa Uganda aliyekamatwa na jeshi la polisi akiwa Serena Hoteli. Tayari ubalozi wa Tanzania umeitaka serikali ubalozi wa Uganda umeitaka serikali ya Tanzania kutoa taarifa kuhusu Agata. Familia yake pia inataka kuachiliwa kwake. Sisi, yani akimaanisha Askofu Mawakula, natoa wito serikali ya Tanzania ili muachie Agata, imrejeshe kwao, itoe taarifa juu ya mahali alipo na hali yake ya kiafya, au imfikishe mahakamani kama inaona anayo kesi ya kujibu. Agata ni miongoni mwa wanaharakati watetezi wa haki za binadamu na mwandishi wa habari walioingia nchini Tanzania kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, lakini alikamatwa na jeshi la polisi na taarifa zao zikawa hazijulikani. Sasa kipi ambacho kiliandikwa na serikali ya Uganda? Serikali ya Uganda bwana, kupitia ubalozi wake nchini Tanzania umeandikia barua idara ya upelelezi ya makosa ya jinai ya Tanzania, yani CID, ikitaka ifahamu taarifa za kukamatwa kwa mwanaharakati na mwanahabari wa Uganda Agata. Katika barua hiyo ya Mei 22, ubalozi wa Uganda nchini Tanzania unaomba fursa ya kumtembelea Agata popote alipo, kuzungumza naye na ikibidi kufanya mpango wa kuachiliwa na kurudishwa nchini Uganda. Agata ni kati ya wanaharakati wanaodaiwa kukamatwa tarehe 19 jijini Dar es Salaam wakati akijiandaa kuhudhuria kusikiliza kwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Lissu. Hii ndio taarifa ambayo inaumiza vichwa vya watu wengi sana siku hii ya leo, na hii ni kutokana na mmoja kupatikana akiwa amepigwa sana, tena si kupigwa kidogo, yani amepigwa sana, huku wengi wakinyoshea mkono jeshi la polisi, lakini lawama nyingi sana zimekuwa zikienda kwa rais. Yani wengi wanaona mbona Tanzania kama vile sasa hivi imekuwa sio kisiwa cha amani tena. Kumekuwa na mauaji, utekaji, watu kupigwa, tunaona na tunasikia pia. Kwa bwana, ndio hivyo, hatujui bidada huyu kama atapatikana mzima au la huko alipo. Mungu mwenyewe ndo anayejua. Drop comment, tukomentisha kinoma noma. Bye bye.